Kwa jina naweza kurudia kama sijataja jina, sijui kama nimelitaja. Jina ni Anthony Buki na Yesu ni Bwana. Na ningetaka kugusia kuhusu kushida kuvujika moyo. Praise the name of the Lord. Kushida kuvujika moyo. Maana wakati tunapoishi, wakati tunapoahidiwa ahadi na Bwana, hata wakati tukianza na Mwanzo alipoita wana wa Israeli na akawapea ahadi kwamba watafika nchi ya Kanaani, kuna mambo hakuwaambia ambao walipata hapo katikati, na baadhi ya hayo mambo ilifanya wengine wavujike moyo na mioyo yao ikaanza kurudi Misri. Praise the name of the Lord. Lakini baadhi ya wachache walijitia moyo na wakaendelea na safari na wakaweza kufika. Ningetaka mwenye ako na Biblia ya Kiswahili aweze tunaweza kunisaidia kusoma Proverbs 18:14. Wagalatia 6:9. Hii itakuja baadaye. Wagalatia 6:9 na itafuatiwa na Wahibrania 12:3. Wagalatia 6 mstari wake wa 9. Hivyo tusichoke katika kutenda mema, kwa kuwa tutavuna kwa wakati wake tusipokata tamaa. Wahibrania 12 mstari wa 3. Mtafakarini sana yeye aliyestahimili upinzani mkuu namna hii kutoka kwa watu wenye dhambi, ili kwamba msije mkachoka na kukata tamaa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu ni mwema. Kwa hivyo siku ya leo ningetaka tujue kwamba wakati kama vile tuna mwili ambao uko na moyo, na tuweze kwanza kujiuliza moyo ni kama nini. Bwana apewe sifa. Maana kama hujui kenye uko nacho, kikivujika unaweza jua kama kimevujika. Unaweza tu kuona kama ni kawaida. Na kama vile mwili wetu wa kawaida ulivyoumbwa, tuko na moyo. Na moyo ni nini hufanya? Unaweza kupata moyo, huwa tunajua unaweza ukapiga damu. Moyo huwa unaweza kufanya damu iende kwa sehemu zote za mwili. Na kukua kuna mambo ambayo yanaweza kuingia katikati ya huyo moyo. Mfano, damu ichafuke, ipate kuwa na kama tunasema mafuta kwa wingi. Nini inaweza fanyika? Unaweza pata mishipa ingine ya moyo inaweza kufunga, na ule moyo wa binadamu wa kawaida ukashindwa kupiga na ukashindwa kufanya damu izunguke kwa mwili. Na kwa hivyo ni nini inaweza fanyika? Mwili huwa unapata madhara kama vile kupiga moyo kwa haraka, ama tunasema kuchemka damu, ama pia inaweza kuwa ni ile tunaita hali ya moyo kupiga pole pole. Praise the name of the Lord. Na hivi ilivyo kwa huo mwili wa kawaida ambao Mungu ameumba, ndani yetu tunasema roho ama moyo. Praise the name of the Lord. Na moyo wetu ama roho ama iliyo ndani yetu ndio nguvu na uwezo wetu. Kama vile mfano ukiangalia kwa gari, ikitolewa engine haiwezi fanya kazi yake, hata kama inaweza kuwa na vitu zingine, kama iko na battery, mafuta iko na engine ifanye kunok, ile gari haitaenda. Praise the name of the Lord. Hivyo ndivyo ilivyo kwa moyo wetu. Wakati tunaweza kupata moyo umeshindwa, ama kuna mambo yamekuja yakatugonga, yakatufinyiria, inakuwa ni gumu sana kuendelea na safari hii. Praise the name of the Lord. Neno la Bwana limesema kwamba kuna upinzani mwingi Yesu alipatana nao. Alipatana na upinzani mwingi, alipatana na majaribu mengi, lakini alieneza injili bila kuvunjika moyo. Praise the name of the Lord. Na hivyo siku ya leo ndivyo ningetaka tujue tuweze kujitia moyo, tuweze kuendelea. Ninakumbuka tukianzia huyu mwaka tuliweza kujulishwa kupitia
kupitia mtumishi kwamba huu ni mwaka ambao mioyo ya wengi itavunjika na watashindwa kuomba. Praise the name of the Lord. Na huu ni mwaka ambao pia kuna kibali ambacho kiko kwa atakayejitia moyo na aweze kuendelea na kuomba hata kama ako katikati ya changamoto. Praise the name of the Lord. So tunaweza kujiuliza, na sasa huu moyo, na hata kabla ya kufika kuvujika, umuhimu wake ni nini? Praise the name of the Lord. Maana sasa tumejua kazi ya moyo ni nini. Inatufanya tuweze kuendelea hali zikiwa nzuri na zikiwa baya. Hebu tuone kidogo Proverbs 14:13 inasema nini? Inatuambia nini kuhusu hilo? Mithali 14:13, hata katika kicheko moyo waweza kuuma, nayo furaha yaweza kuishia katika majonzi. Praise the name of God. Kwa hivyo tunaona nini? Vile nilivyo huku nje, inaweza kuwa nina furaha, inaweza kuwa tunakutana ninacheka, inaweza kuwa tutakutana na dada yangu na ninampigia smile, lakini moyo ndani unaumia. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo hicho kicheko chote, kama moyo hauko sawa, kitakuwa ni bure. Praise the name of the Lord. Hayo maneno yote, kama moyo hautakuwa sawa, itaishia nini? Kwamba yale mambo yote ambayo yanaonekana nje yataishi kushindwa na kutoweza kufaulu. Praise the name of the Lord. So tunaweza kuangalia huyu moyo tumejua ni nini, na sasa umuhimu wake ni nini? Kama vile tumegusia tukaona umuhimu wa moyo wa kawaida, the biological heart. Kama vile tumeona gari iko na moyo, which is the engine, na ina umuhimu wake. Tunaweza kuangalia, tusomee Proverbs 18:14. Mithali 18:14, roho ya mtu itastahimili katika ugonjwa, bali roho iliyovunjika ni nani awezaye kustahimili? Praise the name of the Lord. Ati tunaona umuhimu wake ni nini? Ni kuishi kama haujavujika. Praise the name of the Lord. Tusomee tena. Roho ya mtu itastahimili katika ugonjwa, bali roho iliyovunjika ni nani awezaye kustahimili? Praise the name of the Lord. Ugonjwa ni mambo ambayo tunayaona tu kama kawaida. Praise the name of the Lord. Mambo ambayo tunaona yanaweza kaponya physically, mambo ambayo tunaweza kufanya ama kuyafanya kupitia wepesi wa mwili, lakini mambo ambayo yako ndani ambayo hayawezi kufanyika kwa kupea dawa, hayawezi kufanyika tu kwa kuambiwa maneno, ni nani anaweza kuyaponya? Praise the name of the Lord. Na hapa ndipo Yesu akasema kuhusu umuhimu wa moyo pia unafanya nini. Jambo moja nataka kukuambia ni kwamba moyo wako, Mungu amekuita hivi kwamba makusudio yatakayotoka kwa kinywa chako kupitia moyo wako yatafanya upate uhai wa milele ama ukose. Tuweze kusoma Mathayo 12 mstari wa 34 na 37. Matthew 12:34 and 37. Enyi uzao wa nyoka, mnawezaje kunena mambo mema wakati ninyi ni waovu? Kwa maana kinywa cha mtu huyanena yale yaliyoujaza moyo wake. Kwa maana kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Bwana asifiwe. Nimeona kwamba umuhimu wa moyo sio hata tu ushindi tu wa maisha ambayo tunaishi hapa duniani. Praise the name of the Lord. Maana baada ya yote tunaweza, kama vile tunasema kwamba kama sasa hakuna mtu hajui kwamba nchi inaomboleza. Ni nini kimefanyika? Kuna kifo kimefanyika. Na nini imefanyika? Kuna uhai ambao umeenda. Praise the name of the Lord. Na huo uhai mbele za Bwana kuna maneno ambayo Mungu anaweza kuyaangalia na kama ni mazuri yakafanya aweze kupata uhai. Praise the name of the Lord wa milele. Na kuna maneno ambayo ikipimwa inaweza kufanya yule mtu akose. Maana tunasema kupitia kinywa chetu ama maneno yale tutaweza kuhukumika, tuweze kushinda hukumu ama hukumu itushinde. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo
jambo ambalo ninataka uzingatie sana ni nini? Ni kwamba umuhimu wa moyo ni kuweza kukusaidia ukishinda ya hapa duniani, pale mbinguni katika kesi utaweza kushinda. Praise the name of the Lord. Na ndipo Yesu amesema kwamba yale maneno ambayo yanatoka kwa kinywa chetu huwa sana sana yanalingana na vile moyo wetu ulivyo. Na kama moyo ni mgonjwa, utatoka maneno ya uhai, utatoka maneno ambayo yanaweza kuua, unaweza ukatoka maneno ambayo hayana baraka, unaweza ukatoka maneno ambayo na kama moyo umejaa wema wa Bwana, kama vile Biblia inasema tulida moyo wako kuliko vyovyote uidavyo, maana ndani yake kuna chemichemi za uhai. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu nini? Huyu moyo utiike nguvu, usikufe moyo, ili uweze kuchemuka chemichemi zilizo na uhai. Praise the name of the Lord. Na tunaweza kujiuliza, maana tumejua moyo ni nini na tumejua umuhimu wake, na kama tunavyoishi tunaona tunaishi kwa dunia ambayo ina changamoto mingi, si ndio? Tunaishi kwa dunia ambayo ina mambo mengine ni magumu. Tunaweza kujiuliza ni baadhi ya vitu gani ambazo huwa zinasababisha moyo kuvujika. Praise the name of the Lord. Maana kama hujui ni nini kinaweza fanya moyo wako uvujike, unaweza jipata moyo huwezi kuweza kuavoid ama huwezi kuhepa na kuondokea yale mambo ambayo yanaweza kufanya moyo wako uvujike. Na tunaweza kuangalia katika Mithali 14 mstari wa 30. Moyo wenye amani huupa mwili uzima, bali wivu huozesha mifupa. Praise the name of the Lord. Tumeona kuna vitu ambazo tumeambiwa na hiyo verse. Kuna mambo mawili ambayo yanaweza kufanya moyo ukavujika: wivu na kukosa amani. Praise the name of the Lord. Tunaona ni nini ilifanyika wakati wale wana wa Adam wawili, wakati mmoja alibarikiwa, kuna mmoja alijazwa na wivu, na wivu ulipomjaa ni nini ilifanyika? Moyo wake ulifanyika kuwa mgonjwa, na hatimaye ni nini ilitoka ndani yake? Kifo kikaanza kupiga hodi, aanze kuua. Praise the name of the Lord. Jambo la kwanza, akakosa amani. Jambo la pili, wivu ukamuingia na akafuatiwa na kifo. Kwa hivyo tunaona ni nini? Alivujika moyo kwa sababu aliruhusu kukosa amani na akaruhusu wivu uingie ndani yake. Si kwamba binadamu hawezi kuwa, binadamu yeyote, maana huu ni mfano wa watu walikuwa wameitwa na Mungu. Binadamu yeyote anaweza kuingiwa na wivu, lakini unaweza kufunga ule mlango wivu usiingie. Binadamu yeyote anaweza kukosa amani, lakini unaweza kufunga ule mlango amani isikose. Praise the name of the Lord. Na tunaona alishindwa, hakuweza kushinda. Praise the name of the Lord. Na tunaweza kuona kwamba jambo lingine ambalo lilifanya afanye lile jambo ni kwamba uungu haukuwa ndani yake. Maana mtu aliye na uungu ndani yake, ama there's godness in you, huwezi kufungua ule mlango. Na tunaweza kuona katika Timotheo wa kwanza 6:6. Lakini utaua na kuridhika ni faida kubwa. So tunaona ni nini kilifanyika? Yule hakuridhika. Praise the name of the Lord. Hakuwa yaani hakutoshereka na hakuridhika na afanye vile angefaa kufanya. Alifanya vile haikuwa inafaa kufanyiwa, na mwenye alikuwa amefanya vile inafaa akaona wivu juu yake. Tunaweza kuona katika kitabu cha Yakobo 13:16 na pia Yakobo 4:2, that is James 3:16 na James 4:2. Yakobo 3:16. Kwa maana panapokuwa na wivu na ubinafsi, ndipo penye machafuko na uovu wa kila namna. Yakobo 4:2. Mnatamani lakini hampati, kwa hiyo mwaua. Mwatamani kupata lakini hampati vile mnavyotaka, kwa hiyo
mnajitia katika magomvi na mapigano, mmepungukiwa kwa sababu hamuombi Mungu. Praise the name of the Lord. Tumeona kina cha hayo ni nini? Kukosa kuomba kunafanya kukosa kile tunahitaji. Na kama sisi si waombezi, wakati tumekosa, huwa mambo kama haya yanaingia. Huwa moyo unajazwa na mambo ambayo yana uchungu. Praise the name of the Lord. Na tunaona kwamba ilifanyika nini wakati Yosefu the son of Jacob alipoona ndoto na akaambia ndugu zake, nini ilifanyika ndani yao? Wivu uliingia ndani yao na wakapanga kifo. Na tunaona pia walipanga kifo. Kwa nini? Ndani yao hakukuwa na uungu, na ndani yao hawakuruhusu kwamba Mungu anaweza kufanya mapenzi yake kwa wengine. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tunapokuwa waombezi, maana hapa in the book of James tunaona kwamba kukosa kuomba kunafanya tukose, na tukikosa nini kinaingia? Chuki inaingia. Wakati tunaona kuna kitu tunatarajia na hakijaweza kufikia kwetu, huwa kunaleta huyo moyo kukua na kugojeka. Praise the name, ama moyo kuumia, moyo kukosa nguvu, moyo kuvujika. Praise the name of the Lord. Kuna jambo lingine ambalo pia linaweza kufanya moyo ukakuwa umevujika. Hali ya kugoja sana huwa inavuja moyo kwa mtu ambaye anagoja lakini haombi. Praise the name of the Lord. Ama anaomba kiwango ambacho hakistahili, ama kiwango hakijafikia. Maana tumekuwa tukifuzwa kwamba ati Yesu aliwauliza wanafunzi, hamwezi jisikia hata risali moja? Praise the name of the Lord. Kwa hivyo pia wakati wa kuomba pia kuna kiwango Mungu angetaka pia uweze kufikia wakati wa uombezi wako. Huwa unaomba ndio, lakini ni kwa nini unavujika moyo? Kwa sababu kuna kiwango haujafika. Praise the name of the Lord. Tuone Proverbs 13:12. Mithali 13 mstari wa 12. Kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali tumaini lililotimizwa ni mti wa uzima. Praise the name of the Lord. Tunaona mtu akigoja sana lakini anagoja na hana tumaini, nini itafanyika kwake? Moyo utavujika. Praise the name of the Lord. Lakini yule mtu ambaye anatumaini lakini anagojea, lakini hata kama atakaa, atakuwa hatavujika moyo, atatiika nguvu, ataweza kugoja mpaka wakati wake ambapo Mungu atatimiliza haki ambayo amemwahidi. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ndivyo tunajitia moyo kwamba tuweze kuwa na tumaini wakati tunamgojea Bwana, ili moyo wetu usiweze kuvujika. Na kuna jambo lingine ambalo nitagusia, ambalo linafanya moyo kuvujika, ambalo ni wakati neno linajaribiwa. Tunaweza kusoma katika Marko 4:16 na 17. Nazo zile mbegu zilizoanguka kwenye udongo wenye miamba ni wale wanaolisikia neno na mara ulipokea kwa furaha, lakini kwa kuwa hawana mizizi, wao hudumu kwa muda mfupi tu, kisha dhiki au mateso yanapoinuka kwa ajili ya lile neno, mara wao huiacha imani. Bwana asifiwe. Hakuna neno ambalo umelisikia ambalo halitawahi kutiwa kwa mtihani. Praise the name of the Lord. Lile neno ambalo umelisikia kwa Mungu huwa linatiwa mtihani, ndio ijulikane kwamba kama ukweli unaweza kusimama na lile neno. Praise the name of the Lord. Na nini hufanyika wakati neno linatiwa mtihani? Tumeona kuna watu ambao huvujika moyo, kuna watu ambao huona wakati wa kutiwa mtihani nini hufanyika. Mambo magumu huwa inatokezea, mambo ambayo huwa inakaa kama iko kinyume na vile ahadi za Bwana zilikuwa. Tunamuona wakati, tunaweza kuangazia pia, turudi vile kulikuwa Misri, wakati Mungu alitokezea kwa Musa na akawa yeye ndiye anaongea na yeye hapa kwa hapa, na akamwambia amesikia kilio cha wana wa Israeli na hivi kwamba amekuja mwenyewe na ameshuka akaweza kuwaokoa.
Lakini tukifuatilia tunaona ni nini kilichofuatilia. Tunaona ni nini kilifanyika. Alimuuliza Mungu, mbona hata kabla uje hawa watu hawaja kuwa na shida yenye wamepata saa hii, lakini wakati umekuja na wakati umenena kwamba utawaokoa, ndio shida imekuwa nyingi. Lakini Mungu aliwawezesha kuenda na wakavuka mpaka bahari ya Shamu na wakaendelea. Lile neno bado Mungu alilokuwa amelinena kupitia mtumishi wake kwa wao pia likaendelea kujaribiwa. Ikafika kiwango ambapo walivunjika moyo na wengine wakapanga na wakasema, heri tutafute mtu atuwezeshe kurudi kwenye tulikuwa tumetoka, ili kama Musa aendelee mbele akiwa peke yake. Praise the name of Lord. Unajua kuna wakati wengi unapitia hali na unasema hivi sasa, afadhali vile nilikuwa kabla sijaokoka. Praise the name of Lord. Nataka kukwambia wakati huo Mungu yuko karibu akikusikiza vile unavyosema. Praise the name of Lord. Na ni vizuri kujiandaa na kukua mtu ambaye ana moyo wa tunasema Biblia inasema walikuwa they had a special heart. Kuna watu wawili katikati ya wao, Joshua and Caleb, walikuwa na moyo tofauti. Wengine wakiona warudi Misri, wao walikumbuka ni Mungu aliongea. Kitu moja nitakutia moyo nayo ni kwamba wakati wa kujaribiwa, kumbuka lile neno lilivyokuwa. Wakati wa kujaribiwa, kumbuka vile neno la unabii lilivyokuwa limeachiliwa kwa maisha yako, na ulishikilie na litakuja kuzaa. Tunaona kuna sio wote walikufia kwa jangwa, kuna wale ambao waliweza kufika, na kuna wawili. Fikiria kati ya watu kama zaidi ya 600 wenye walikuwa wametoka Misri, wawili ndio waliweza, hata kama wengine hawakuwa wanajielewa. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo tunaona nini? Neno likijaribiwa na kama mtu hana mizizi, linaweza kufanya mtu aweze kuanguka. Na akasema, mimi tangu nilipotabiriwa na nikaambiwa mambo yangu yatakuwa mazuri, ndio nimeona vita mingi. Nilikuwa nimekuja nikidhani nitapata uponyaji wangu. Nilikuwa nimekuja nikidhani nitapata kazi yangu, lakini ninaona ni kama kwamba biashara yangu inaenda chini, ni kama kwamba ndio ninazidi kuwa mgonjwa. Lakini kumbuka, aliyetumwa na Bwana aseme neno la Bwana anatumiwa na Roho wa Bwana. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ni vizuri kuamini kama alitumia neno la Bwana akitabiri neno hilo, lishikilie na litakuja kuzaa. Jitie moyo na utaendelea. Praise the name of the Lord. Na tukiendelea tumeona kwamba tumeona baadhi ya sababu zinaweza kuwa mingi, maana tukisema tusitaje zote tutakaa hapa, maana kwa maisha hakutawahi kosa sababu ya kufanya uvujike moyo. Praise the name of the Lord. Na sasa tunajua kwamba wakati mwingine moyo unaweza kuwa tayari umevujika. Praise the name of the Lord. Na wengine pia umekosa nguvu. Inamaanisha ukae mahala pale? Haimaanishi ukae mahala pale. Haimaanishi umake ama udecide kwamba kuvujika moyo ama mambo iishe na useme mimi nimeinua mkono na iwe vile itakavyokuwa. Hapana, haifai hivyo. Ni nini inafaa kuwa? Ninataka kuangazia jinsi ya kuponya au kuzuia moyo kuvujika, ama tunaweza kuangalia ni nini jinsi ya kuponya moyo uliovujika, na pia jinsi ya kuzuia kutovujika moyo. Praise the name of the Lord. Maana umefika kuna tuko hali tofauti wakati tuko kwa hii dunia, ama tukua mwili wa Kristo, huwa tuko mahali pamoja. Unaweza pata kunaye tayari moyo umevujika, na kunaye anaelekea kuvujika nini? Anaelekea kuvujika moyo. Na kunaye anasikia sasa moyo wake uko na nguvu na una uwezo. Pia moyo uliosimama unaweza jipata hali nyingine imefanya ukavujika, si ndio? Maana Paulo alisema nini? Wakati umesikia umesimama, kuwa mwangalifu, maana ndio kuanguka kwako kunaweza kuwa nini? Kuja. Praise the name of the Lord. Wakati unaweza kusikia hali yako iko nzuri, ni vizuri kuendelea kuwa mwangalifu. Wakati uliomba na Mungu akaleta baraka zako, ni vizuri kushikilia zaidi na maombi, maana hali yako inaweza ikaharibika na ikawa baya. Praise the name of the Lord. Ndio tunaona wakati Yesu aliongea kuhusu ile pepo ambayo ilikuwa imefukuzwa na ikaenda kukaa jangwani, nyikani, mahali kukavu.
na ilipokaa pale ikapata kwamba imepata kuwa na kiu na ikataka kujua kama mahali ilipotoka inaweza kurudi, ikapata nafasi. Na Biblia inasema kwamba ikirudi ipate nafasi, inaendea zingine 7 na zinarudi pale zikiwa ngapi? Zikiwa 8. Kwa hivyo hali ya mtu ambaye alikuwa amekombolewa inakuwa baya mara ngapi? Mara 8. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo ndivyo nasema jambo la kwanza ni kuwa mwangalifu wakati Mungu amekukomboa. Hiyo itafanya kuzuia kuvunjika moyo. Praise the name of the Lord. Kusimama kama vile ulikuwa unapigana vita, ukifika mahali umefika, ndivyo unatakiwa kusimama kwa vita ama kusimama kwa ushindi wako, kupigana ushindi kusimama. Praise the name of the Lord. Maana vita huwa si kubwa wakati unapanda. Vita huwa zinachacha wakati umepanda na muovu anataka akung'oe, akuangushe chini. Praise the name of the Lord. Maana anajua atafaidika. Maana mwanzo ulikuwa unasubuliwa na 1 na anajua sasa atatuma watumishi wake wangapi? 7. Kwa hivyo watakuwa 8 na utakuwa umezuilika zaidi. Praise the name of the Lord. Na ndio huwa unaona ukombozi wa mara ya pili huwa una nguvu, yani huwa unahitaji nguvu zaidi. Ama mtu kama alikuwa amefanywa deliverance tena akarudi kwenye dhambi, akarudi kwa uovu, huwa unapata ukombozi wake huwa unahitaji kiwango cha juu sana kuweza kumkomboa. Maana pale kulikuwa tunang'ang'ana na pepo moja, sasa zimefika ngapi? Zimefika 8. Kwa hivyo vita zitakuwa mingi. Praise the name of the Lord. Na hilo unaweza kuizuia wakati umesimama kwa uombezi na kufanya na kukaa kwa utakatifu. Praise the name of the Lord. So tunaweza kuangalia Korintho wa kwanza 15:33. Kwa hivyo jambo tukiona hilo jambo lingine ambalo ni kuondokea company, yani leaving bad companies. Praise the name of God. Somea hiyo. Wakorintho wa kwanza 15:13. Lakini 15:33. Msidanganyike, ushirika wa watu wabaya huharibu tabia njema. Praise the name of the Lord. Unaweza kuwa Mungu amekushidania na amekupa ushindi, lakini unaweza jipata kwamba uko katikati ya waovu. Biblia inasema katika Psalms 1 kuondokea watu ambao ni wa dhihaka. Praise the name of the Lord. Watu ambao ni washenzi, kuwaondokea. Maana unaweza kuwa umepata ushindi, lakini wale watu wakafanya uchakae. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo ni vizuri kuondokea watu ambao ni waovu wakati Mungu amekupatia ushindi. Tunaona kuna watu walijiunga na makundi ambayo yalikuwa ni mabaya na wakajipata kwa hali ambazo zilikuwa ni ovu. Mfano tunaweza kuangalia kama in the book of Genesis 34 verse 1 to 3. Tunaweza kosa kusoma, lakini huyu ni binti wa Yakobo aitwaye Diana. Praise the name of the Lord. Anaitwa Diana. Praise the name of Dina. Oh sorry. Dina Kiswahili ni Dina. Kwa hivyo Diana Bwana asifiwe. So umeelewa, huyo binti wa Yakobo. So ilifanyika nini? Alikuwa amejiunga na kikundi cha wasichana wengine na alikuwa amezoea kutembea na wao. Na kwenye walikuwa wanatembea kwa watu ambao hawakuwa Wayahudi. Na kwa hivyo katikati ya matembezi yake siku moja, alifanya kuna kijana mmoja ambaye alimtamani, na kwa hivyo akaweza kumshika kwa nguvu, na kwa hivyo akachafuka. Na hili jambo lilizaa mambo mengi, maana mioyo ya watu ilichafuka, ndugu zake walichafuka, na mpaka wakaweza kuleta kifo, na wakaleta laana ya kifo kwa familia yao. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo kuna mambo mengine kama hayo tunaona ni kwamba wakati kama ni msichana ama ni dada na umesimama, ni vizuri kuavoid watu ambao unajua hakika wanaweza mienendo yao sio mizuri. Maana wewe ndiye unaona wakiwa wazuri, na wakati wengine unapata kwamba ni kutega, wanakutega. Praise the name of the Lord. Na wakati utachafuka,
itakuwa umechafuka, kwa hivyo itahitaji utakazo. Lakini hata kama utakazo, utakuwa ukikumbuka kwamba kuna jeraha ambalo liko. Praise the name of the Lord. Nakumbuka nilikuwa napeana mfano mahala pengine kuhusu wenye walikuwa wanatumia kanda kama sisi zile za karamu, na tukasema nikapeana mfano, hiyo kanda ilikuwa inaenda mahali ikicheza inakuliwa unaifanya straightening na inakuwa sawa, inaenda inafika mahali inakuwa sasa haiwezi, maana hata imeumwa kabisa, unakata na unaweka sellotape, inaendelea ikiendelea, inafanya nini? Inaenda ikiiba, lakini mahali umeweka sellotape huwa haisemi kitu, huwa inaruka. Praise the name of the Lord. Hivyo ndivyo nasema, wakati kama wewe ni kijana umeavoid watu ambao wanaweza kufanya uanguke, itafanyika nini? Itakuwa utaweza kuiba wimbo wako kutoka Sunday school mpaka ujanani mpaka uzeeni. Praise the name of the Lord. Haitafika mahali kama yule ambaye akiwa kijana ilifika mahali amevumilia, lakini ameenda na watu ambao ni waovu, ambao wamemuondoa kwenye ukweli, na ikafanyika nini? Akapata kwamba ameingia kwa doa ambayo haina baraka. Praise the name of the Lord. Hata kama hiyo doa itaombewa na itakazwe, kuna jambo itafanyika kama ile kanda. Atakuwa ikifika anaambia vijana, mnaweza mkavumilia na mnaweza mkafanya doa. Hapo atakuwa kinyamaza, hata sema takatifu, atakuwa akisema mtaweza kupata majumba. Praise the name of the Lord. Maana imekatika. Na imekatika kwa nini? Sababu alipatana na mtu ambaye ni wa company ambao si nzuri. Praise the name of the Lord. So tunaona kwamba unaweza pia kuavoid kuvunjika moyo kwa kuinua imani yako kupitia neno la Bwana. Tunaweza kuona katika Warumi 10 mstari wa 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Praise the name of the Lord. Kutenga muda wako kwenda mahali ambapo neno linanenwa. Praise the name of the Lord. Kutenga muda wako wewe mwenyewe kujisomea neno la Bwana. Kutenga neno lako, kutenga muda wako kuinvest ama kuwekeza mahali ambapo pana neno, panaweza pakainua imani yako na moyo wako wakati wa majaribu ukawa uko na nguvu na hautavujika. Praise the name of the Lord. Maana tumesikia imani haiwezi kuja bila nini? Bila kusikiza neno. Na kusikiza neno pia inaweza kuwa ni kutia kusoma wewe mwenyewe. Maana ukilisoma si moyo wako unasikia, hata kama ni kimoyo ule moyo ndio unasikia, na kwa hivyo unajegeka. Praise the name of the Lord. Jambo lingine ni lipi? Ni kumacknowledge ama kumjulisha Mungu, ama kuweza kumjulisha Mungu mambo yako, ama kumhusisha Mungu kwa mambo yako. Lile jambo linaweza fanya usivujike moyo, maana kile unachomjulisha huwa anafanya kifaulu. Katika Mithali 3 mstari wa 6, na pia utatusomea bado Yakobo 4:13. Mithali 3:6. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Na Yakobo 4:13. Basi sikilizeni ninyi msemao, leo au kesho tutakwenda katika mji huu ama ule tukae. Umepata capital kubwa ya kuwekeza biashara kubwa, lakini hujamhusisha Mungu. Umesema umeenda Italy, kwenda Italy fashion ndio ukuje na zile suits kubwa, na hujamhusisha Mungu. Na umesema kwamba ukirudi biashara Kitengela wewe ndio utakuwa distributor, na huwezi jua nini itafanyika. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba wakati unamhusisha Mungu huwa anaingilia katikati ya kile unachokifanya, na huwa kinaweza kikafaulu. Kwa hivyo kile umekipanga kifaulu, nini itafanyika? Utatiika moyo. Lakini unapokosa kumhusisha Mungu na unafanya nitasema hivi, nitafanya hivi, na nikose kufanyika, nini itafanyika?
kuvujika, moyo wako utaweza kuvujika. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo hilo muhimu ni nini? Kumhusisha Mungu katika mapito yako, na yeye atayanyoosha, atafanya yaweze kufaulu. Kujua kwamba kwa lolote unalolifanya sio uwezo wako, ni Bwana atakayefanya wewe uweze kufaulu. Na ukijua hapo utapata kwamba unafaulu. Jambo lingine ni nini? Huyu ni kwa yule ambaye tayari amevujika na mambo imekuwa mabaya na kila kitu kiko chini, na ameanza kujua kwamba kumhusisha Mungu na kumjua Mungu kutaleta uponyaji wake wa moyo wake. Praise the name of the Lord. Hivyo ndivyo tunaona kwamba anafaa kufanya nini wakati mambo iko vile? Anafaa kusahau yaliyopita. Praise the name of the Lord. Anafaa kukosa kuhuzunika kwa yaliyofanyika, maovu yaliyofanyika. Unaondoka kwa ile huzuni ya zamani, unaondoka kwa yale mambo ambayo yalifanya uanguke, unakosa yaani kutilia mkazo yale mambo, maana unapozidi kuyafikiria vile ulinyang'anywa pesa, vile walikufanya mabaya, vile walikudhihaki, vile walikudanganya, huwa inafanyika nini? Moyo wako huwa unaendelea kukua yaani unaendelea kuvujika. Na katika kitabu cha Isaia 42 mstari wa 9 na baadaye 43 mstari wa 18 na 19. Isaiah 42 verse 9. Tazama, mambo ya kwanza yametokea, nami natangaza mambo mapya. Kabla hayajatokea nitawatangazia habari zake. Na 43:18 na 19. Isaiah 43:18 and 19. Msiyakumbuke mambo yaliyopita, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitafanya jambo jipya, sasa litachipuka. Je, hamtalitambua? Nitafanya njia jangwani na vijito vya maji katika nchi kame. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo vijito vya uhai zitafanyika, na vijito vya maji inaleta nini? Maji huleta uhai. Na uhai ni nini? Yesu alisema I came that you may have life in abundance. Abundance ni nini? Ni matarajio na mahitaji yako yote kuweza kutimiziwa na Mungu. Praise the name of the Lord. Jambo lingine ambalo nitaenda nikigusa juu, maana muda naona umeenda. Tutagusa kwamba kujua Mungu kunafanya pia uweze kushida roho ya kuvujika moyo. Katika kitabu cha Danieli 11 na mstari wa 32 hatutasoma kwamba wanaojua Mungu watafanya hata mavumbuzi, watakuwa na nguvu. Daniel 11 verse 32. Hiyo ukijua Mungu, yani utapata nguvu na hata utaweza kupata revelations ama kupata ufunuo. Praise the name of the Lord. Na tunaweza kuangalia jambo lingine ambalo linaweza kufanya uweze kushida kuvujika moyo ni kuwa katika neema ya kinabii. Hii tunaiona katika 2 Chronicles 20 verse 20. 2 Chronicles 20 verse 20. Hiyo inaonyesha kwamba ukiwa ukitii lile neno ambalo nabii wa Mungu ambaye ametumwa kwako yani ulitilie maanani, wakati wa kujaribiwa hautavujika moyo. Na tunaona kwamba itahitaji ukue mahali ambapo kuna hiyo neema. Ndio tumeshuhudia mchungaji akisema kuna watu hukuja hapa na Mungu anafanyia baraka na wanaenda na wanabarikiwa. Ni nini? Wametambua kuna neema ya unabii ambayo iko hapa. Maana katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14:4-5, hiyo utatusomea. 1 Corinthians 14 verses 4 and 5. Anenaye kwa lugha hujijenga mwenyewe, bali atoaye unabii hulijenga kanisa. Ningependa kila mmoja wenu anene kwa lugha, lakini ningependa zaidi nyote mtoe unabii, kwa kuwa yeye atoaye unabii ni mkuu kuliko anenaye kwa lugha, isipokuwa atafsiri ili kanisa lipate kujengwa. Praise the name of God. Nashukuru Mungu kwamba hiyo neema tumeachiliwa mahala hapa, na kwa hivyo hatuwezi vujika moyo, na kwa hivyo tunaweza kuendelea tu kuiombea ili Mungu aendelee kuitia nguvu. Praise the name of the Lord. Jambo lingine tu ambalo utapitia ni kujiunga kwenye ushirika. Psalms 133 sitaisoma, na pia nitaangalia Matthew 18:18-20, na pia kuna 2 Corinthians 1
11. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo mahali kuna ushirika, wakati unakaa mahali kuna ushirika, nini inafanyika? Kuna baraka ambazo huamrishwa, kuna kibali ambacho hupatikana. Bwana akupe furaha yake, maana furaha yake ikiwa kwa moyo wako hautavujika. Katika kitabu cha Nehemia 8 mstari wa 10 na katika Wagalatia 5:22, hata mchungaji alikuwa amegusia hapo mbele. Baadhi ya kukua na furaha ya Bwana huwa inafanya moyo wako upone hata kama ulikuwa ni mgonjwa. Praise the name of the Lord. So jambo lingine ni kuhudumia wengine. Unaweza kuhudumia wengine hata wakati unasikia hali yako iko chini. Praise the name of the Lord. Si kwamba wakati mchungaji yuko hapa huwa hapati changamoto ama mke wake. Si kwamba wakati niko hapa kwamba sina changamoto, lakini nimeamua kusimama kwenye pengo. Maana Mungu huangalia mwenye ako kwenye pengo na anamuokoa wakati anaokoa wengine. Na tunaweza kuona hilo katika kitabu cha Proverbs 24 verse 10 to 11, verse 10 and 11. Inaongea kuhusu ukiwa umeanguka wakati wa kujaribiwa, wewe ni mnyonge, lakini nenda uokoe wanaofanya nini? Wanaoenda kuwidwa, wanaoenda kuchinjwa. Praise the name of the Lord. Na pia inasema kwamba anayenywesha wengine hunyweshwa hata yeye. Praise the name of the Lord. Pia kwa hivyo kuhudumia wengine kupitia kufanya kukua msaada kwa wengine, huwa pia na wewe inafanya wakati wako wa ugumu Mungu huingilia kati. Katika Proverbs 19:17. Kwa hivyo Mungu pia huangalia wakati unawaangalia wanyonge, na yeye huwa ni kama umemkopesha wakati wako wa ugumu, wakati wako karibu, wakati hapo ungevujika moyo, Mungu huzuia uvujike moyo, anaingilia katikati. Na kwa hivyo tunaona pia katika kutoa kuna hali nyingi sana za kuhudumu. Maana pia tunaona kwamba wakati unapeana, Mungu naye hufanya wengine waje wakati wa hitaji lako, waje wakuwe msaada kwako. Na kwa hivyo nashukuru Mungu kwa neema yake na kibali cha kuweza kulifikisha neno ambalo limekuwa msaada kwangu, na najua litakuwa msaada kwako. Na Mungu aweze kuwabariki na aweze kuwatendea mema. Ningeomba tu kama praise and worship, mchungaji akiamka, kuna wimbo ambao unasikia tu ni vizuri, tuunganike nao. Unasema kuhusu peleleza moyo wangu. Peleleza moyo wangu Bwana. 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 Simama tu kwa miguu yako, mwambie Bwana, nakataa kuvunjika moyo. Maandiko yametuambia hakuna kitu kigumu kubeba kama moyo uliovunjika. Just tell the Lord, may you minister to my heart. Mwambie Bwana, nakataa kuvunjika moyo. Tumaini ni jambo muhimu. Tumaini ndilo linakufanya kulinda imani, ukijua kesho itakuwa bora kuliko leo ambayo ina changamoto. Just tell the Lord, in the name of Jesus, may you heal my broken heart. Ninakataa kuvunjwa moyo kwa sababu nimesubiri kwa muda mrefu. Mpendwa, imani inasema kesho itakuwa bora kuliko leo. Mwambie Bwana, nipe neema ya kukusubiri. Mtumishi wa Mungu Daudi akasema, nilimsubiri Bwana, nilimsubiri Bwana, nilimsubiri Bwana. Naye Bwana akasikia kilio changu, akanitoa katika shimo la utelezi, akaiweka miguu yangu kwenye mwamba imara, akaweka wimbo mpya kwa kinywa changu. Mwambie Bwana, naomba unitie nguvu mpya katika jina la Yesu. Tell the Lord, may you renew my strength in the name of Jesus. I refuse to look at my current circumstances and conclude that they are my end.
Wapendwa, mtu anashindwa tu anapozikwa baada ya kufa. Akiwa angali hai na pumzi ya Bwana ndani yake, angali na nafasi iliyo bora kuliko alionayo au amewahi kuwa nayo, mwambie Bwana, nisaidie kuona tumaini la kesho. In the mighty name of Jesus. Nakataa kubeba moyo ulio mzito. Kama ni kazi nimekosa, kuna wakati sikuwa nayo na ukanipa. Uliyenipa jana unaweza kunipa na leo. Kama ni ugonjwa, mwambie Bwana, kuna wakati nilikuwa mgonjwa na ukaniponya. Uliyeniponya wakati ule unaweza kuniponya na hata leo. Kama ni hali ngumu ya mapato, kuna wakati hukuwa na chochote, Bwana akakupa. Hiyo ni ishara kuotosha kwamba hata sasa atakupa. Just tell the Lord, renew my strength in the mighty name of Jesus. Nisaidie nisiangalie kufeli. Nisaidie nisiangalie kukosa. Nisaidie nisiangalie ugumu tu. Nisaidie nisiangalie tu hali ya kushindwa. Ninaomba Baba nguvu ya tumaini jipya in the mighty name of Jesus. Kama Daudi anavyosema, nalimngoja Bwana kwa subira. Mwambie Bwana, nipe subira ya kukungojea, maana wewe ni mwaminifu. Neno linasema Bwana hachoki, Bwana hakawii wala hakimbii, anakuja kwa wakati wake. Mwambie Bwana, nisaidie nisubiri wakati wako katika jina la Yesu. Bwana nisaidie, maana kwa wakati wako maandiko yanasema unarembesha kila kitu. The word of God says in his time he makes all things beautiful. Mwambie Bwana, nisaidie kungoja wakati wako utakaporembesha afya yangu, utakaporembesha ndoa yangu, utakaporembesha nyumba yangu, utakaporembesha maono yangu, utakaporembesha kazi ya mikono yangu. In the mighty name of Jesus, I refuse to give up. Mwambie Bwana, sinakataa kukata tamaa. Ninakataa kukata tamaa katika jina la Yesu. Kukata tamaa hukunyima baraka za kesho. Kukata tamaa huonyesha hauna imani na Mungu. Kukata tamaa hukutenga na baraka zako. Mwambie Bwana, I refuse to give up in the name of Jesus. Winners never quit and quitters never win. Mwambie Bwana, sitakata tamaa. Sitaachilia maono makubwa umenipa. Sitaachilia ndoa umenibariki nayo. Sitaachilia watoto ulionibariki nao. Sitaachilia biashara, maana ninajua uko njiani, haukawi wala hauchelewi. In the name of Jesus, I'll enter my blessings. I'll enter my rest without giving up. In the name of Jesus. In the mighty name of the Lord Jesus. Sehemu ambayo ndugu wameisoma, Yakobo 4:2. Sehemu ya mwisho inasema hivi: mmepungukiwa kwa sababu hamuombi Mungu. Alikuwa anatoa sababu za kuvunjika moyo. Akasema sababu moja ni kwamba umesubiri sana, lakini maandiko pia yanasema sababu moja ya kukosa ni kwa sababu hatumuombi Mungu. Many Christians are very lazy with prayers. And that's what James is saying. There is a lot that we want, but there is little that we do about prayers. Vitu vingi ambavyo Mungu angetupa, Yakobo anatuambia hatuna kwa sababu hatumuombi. Kama kila Mkristo angekuwa anajiambia angalau lisali moja asubuhi ya maombi na lisali moja jioni ya maombi, mambo mengi ambayo tumebeba kama shida hazingekuwepo.
as you hold your sacrifice, mwambie tu Bwana, I ask for the grace of prayer. Mwambie Bwana, nipe neema ya uombezi. Nakataa kuwa mzembe wa maombi. Hatuna kwa sababu hatumuombi Mungu. Wakati wa kutembeleana tuko nao mwingi sana. Wakati wa usingizi tuko nao mwingi sana. Wakati wa kujivinjari tuko nao mwingi sana. Lakini hatuna wakati wa maombi. Just tell the Lord, take away spiritual laziness from me. Niondolee Bwana uzembe wa kiroho. Niondolee uzembe wa maombi as you hold your sacrifice. Mwambie Bwana, unapopokea sadaka yangu siku ya leo, ninaomba jambo moja tu, neema ya maombi. Maana nikiomba utanipa. Nikikutafuta nitakupata. Oh God Almighty, inua sauti yako mbele za Bwana. Mwambie Bwana, naomba tu neema ya maombi. The grace for intercession in the name of Jesus. Nijalie kuomba usiku na kuomba mchana. Yesu akasema kila aombaye hupewa. Yakobo anasema hatuna, maana hatuombi. Just tell the Lord, receive my offering. Pokea dhabihu yangu siku ya leo Baba. Unijalie neema ya kuomba. Nijalie neema ya kuomba kila wakati. Kukesha na kuomba, kufunga na kuomba, kusoma neno lako na kuomba, kuenda ushirika na kuomba. Mwambie Bwana, niondolee uzembe wa maombi katika jina la Yesu. Tukiketi kuzungumza, mazungumzo yanaenda kuweza kwenda siku nzima. Kama ni gumzo tunaweza kupiga kwa masaa. Kama ni kutizama runinga tunaweza kufanya kwa muda mrefu. Kama ni kusoma gazeti tunaweza kufanya kwa muda mrefu. Lakini kwa maombi tumekuwa wazembe. Na maandiko yanasema hatuna, maana hatuombi. Tunavunjika moyo, maana hatuombi. Tell the Lord, I ask for the spirit of prayer. Neema ya maombi na uombezi katika jina la Yesu. Bwana, pokea dhabihu yangu katika jina la Yesu. Bwana, nijalie neema ya uombezi katika jina la Yesu. I'll pray during the day, I'll pray at night. I'll pray in fellowships, I'll pray alone. I'll pray while fasting, I'll pray while watching. I'll pray under every circumstances. Nipe neema ya kuomba mambo yakiwa mazuri. Nipe neema ya kuomba mambo yakiwa mabaya. Nipe neema ya kuomba nikiwa kwangu. Nipe neema ya kuomba nikiwa kazini. Nipe neema ya kuomba ninapotembea. Nipe neema ya kuomba kitandani ninapopumzika. Nipe neema Bwana ya kuenda ushirika. Nipe neema ya kuenda kanisani kuomba. In the mighty name of Jesus.